Amani ya Mwenyezi Mungu, wasikilizaji wapenzi wa kituo bora cha matangazo, na samini ya kwamba mmekuwa wazima wa afya. Ni muda mzuri wa kuwajia na habari zetu katika lugha bora na tukufu la Kiswahili. Elton Mtambo Prince ni msomaji wako, Inotaka Lutamwijango amekuwa ni fundi mitambo wangu, na tuanze hapa kwanza na mtasari wa habari zenyewe. Walimu wanaolipwa mishahara yao kupitia shirika la Caritas Uvira waendelea na mgomo tangu siku ya kwanza ya tarehe 2 Februari 2026 katika mji wa Baraka na tarafani Fizi. Na huko Uvira ni kwamba wapiganaji wa zamani 43 wa kundi la M23 AFC wamejiripoti kwa vikosi vya jeshi la taifa FARDC mjini Uvira mwishoni mwa wiki iliyopita. Na huko Kivu Kaskazini ni kwamba watu 4 wameuawa na pikipiki 6 kuchomwa moto katika shambulio lililofanywa na wahasi wa ADF Jumanne ya tarehe 3 Februari 2026 katika kijiji cha Mulolia karibu na Oicha, eneo la Beni ni huko Kivu Kaskazini. Penzi msikilizaji, pana hayo na mengine mengi tu, baki chonjo ya radio yako. Punde kidogo itakuwa habari kamili, lakini sitokuwa peke yangu, nitakuwa na mwenzangu Leboe Sao. Jambo mwenzangu Elocho Mtambo Prince, na shukrani pia kuweza kuchangia kwa pamoja ili kuweza kuhabarisha wasikilizaji wetu bora toka studio moja. Na bila shaka tunaanzia katika jiji la Baraka, lakini tutaanza na wewe Leboe Sao. Ni kwamba mwandishi habari Thomson Unji Batangalwa ameachiliwa huru tarehe 4 Februari 2026. Leboe Sao, Herman. Asante mwenzangu Elocho Mtambo Prince. Katika habari za mji wa Baraka na zinazosema kuwa ameachiliwa huru bwana Thomson Unji Batangalwa, mwanahabari kunako radio Le Message du Peuple ya huko Uvira, lakini pia mwanaripota wa Channel Africa ya huko jijini Johannesburg nchini Afrika Kusini, baada ya kuwekwa nguvuni kwenye kituo cha askari polisi mjini Baraka wiki zilizopita. Jonas Seba Mukiabela ni mratibu wa muungano wa waandishi habari mjini Baraka na tarafani Fizi, ametoa shukrani yao kwa kuachiliwa huru kwa mwanahabari huyo kama alivyoeleza. Tunatoa shukrani zetu za dhati kwa kufunguliwa kwa mtangazaji mwenzetu Thomson Unji Batangalwa William, ambaye amemaliza wiki 2 siku 14 akiwa katika jela kwenye makao makuu ya polisi hapa Baraka. Thomson ni mtangazaji kwa sasa anayetumikia radio Le Message du Peuple pale Uvira RMP, na anatumikia pia Canal Afrique, na anakuwa mwanamemba wa RGFI miaka ya kutosha. Tumepambana na tukio hili la kushikiliwa kwake, na tunashukuru sana wale wote ambao wametusaidia kwa shida hii. Haikukuwa rahisi. Sisi viongozi wa RGFI, muungano wa wapasha habari wa media wa watangazaji katika mji wa Baraka na Fizi, tumefanya kazi ya kutosha, na tunamshukuru wale wengine ambao wameungana nasi kutusaidia katika plaidoyer hii. Haikukuwa kabisa rahisi sisi kupata liberation ya Thomson. Alikuwa amezuiliwa kinyume na sheria, hapakukuwa mashtaka rasmi zidi ya Thomson, hayapokuwa kabisa, hayapokuwa, lakini ni hali ambayo imetokea hivyo tu. Tunashukuru maana yuko huru. Tunashukuru mashirika ya kiraia hususan na Sosiko RDC kupitia presidenti wake bwana Jojo Ngonda ambaye ametusindikiza katika shida hii. Tumeshukuru meya wa jiji la Baraka, tumeshukuru CIG ambayo imejimplike pia, na wote ambao kwa mbali au kwa karibu. Mashirika yametusindikiza toka huko Kinshasa na maeneo mengine ambapo
yanatetea watangazaji. Tumepata mkono wao wa kutosha katika plaidoyer, na tunashukuru sababu vitendo hivi tunaomba vikome, kwa sababu kuendelea kuweka watangazaji katika hali hii ni kutuogopesha zaidi. Tutaka uhuru wetu wa kutangaza, wa kuhabarisha usiendelee. Hatungehitaji kabisa kuendelea kufungwa namna hii kinyume na sheria. Tunalaani kitendo hiki na kusema kwamba kisingerudia mara tena. Tunashukuru maana Thompson ametoka, yuko mzima, afya yake ni bora na morale yake pia ni bora. Tunashukuru. Kwa hiyo wote ambao wamefanya kazi kwa niaba ya kutusindikiza, acha tuwape pongezi zetu na kuomba viongozi waendelee kutetea kulinda wapasha habari na kuendelea kuwakinga ili kwamba wasiwe tena wahanga wa vitendo kama hivi. Naam, shukrani Leboe Sawa Hermane kwa taarifa yako hiyo. Tubaki katika jiji la Baraka tu ni kwamba walimu wanaolipwa mishahara yao kupitia shirika la Caritas Uvira waendelea na mgomo tangu hiyo siku ya kwanza ya tarehe 2 Februari 2026 katika jiji la Baraka na tarafani Fizi, huko wakidai mishahara yao. Tenganya Wachuwatezose, msemaji wa umoja wa wateteaji wa walimu ndani ya jimbo la elimu ya Kivu ya Kusini ya pili na tarafani Fizi, aliongea na redio yako. Huyu hapa, tumsikilize. Greve yetu inalenga nini zaidi? Inalenga kudai mishahara ya walimu ambayo inazuiliwa na shirika la Caritas Uvira, mishahara ya kuanzia mwezi wa 11, mwezi wa 12 2025 na mwezi wa kwanza 2026. Walimu kwa sasa wanapitia kipindi kigumu sana. Kutokulipa mtu unatumikisha mtu muda wa miezi 4-3 bila kumpashia mishahara ni d'une part ni kumutesa sana, et d'une autre part ni kumucheka, kuonyesha que vraiment il ne mérite rien. Or ni ba intellectuel ndio biko wanafanya hiyo kazi. Ndio kwa maana sisi tunakwenda kusema tunaingia mugomo, tunaingia mu grève, zero enseignant à l'école mpaka siku hiyo Caritas itakwenda kulipa mishahara ya walimu wote wa tarafa la Fizi, jiji la Baraka na tarafa la Uvira. Siku hiyo tutakwenda kusema greve tunaisimamisha, watu wanarudia tena kwenye mashule kama vile kawaida. Ku niveau ya walimu tunakwenda kutoa shukrani zetu kwa walimu juu walikwenda kuitika wito ambao shie tulienda kutoa kufatana na usumbufu wa shirika la Caritas. Ba mwalimu baisha vumilia ya kutosha, c'est aujourd'hui ou jamais, sa vile wa Faransa wanasemaka. Tulikwenda kukonstante kibarua communique ya directeur provincial ya province de AI yenye naita walimu kurudia kwenye mashule. Vraiment tunaambia walimu ke ile yenye tulisoma mwa ile communique ya directeur provincial AI ni kweli, yeye anapashwa kusema vile saa vile mkubwa. Vraiment ile isituogopeshe juu haiko yeye mkubwa ndo tunadai Caritas mishahara yetu. Me yeye saa vile mkubwa wa jimbo kwa muda wa kielimu anapashwa normalement, anapashwa aandike vile venye aliandika kuambia watu warudie kwenye mashule. Me vraiment ile haiko ndo solution ni kuambia Caritas ilipe mishahara yetu. Tubaki katika jiji la Baraka tu ni kwamba wakazi wa mji wa Baraka wameonyesha kutoridhika kwao na wanataka ufafanuzi kuhusu maendeleo ya kazi za ujenzi wa mitaro ya maji katika vitongoji kadhaa. Wananchi tayari wamelipa kodi maalumu iliyokusudiwa kufadhili kazi hizo zinazolenga kupambana na mafuriko na hatari za kiafya. Kupitia barua iliyowekwa wazi ya tarehe 31 Januari 2026 iliyoelekezwa kwa meya kwa muda, mratibu wa shirika la rahia Machozi ya Rahia Bwana Aqua Fleming alitoa wito wa mawasiliano ya wazi na rasmi kuhusu hatua iliyofikiwa katika utekelezaji wazi wa kazi hizo. Wananchi pia wanataka ratiba kamili ya utekelezaji na matumizi ya uwazi ya fedha zilizokusanywa.
Kutokana na dharura ya hali hiyo, hasa wakati wa misimu wa mvua, wananchi wanatarajia kuwa mamlaka ya eneo itachukua hatua za dhati kujibu tatizo hilo kubwa linalohusu afya ya umma na maendeleo ya mji wa Baraka. Uvira ni kwamba wapiganaji wa zamani 43 wa kundi la M23 FC wamejisalimisha kwa vikosi vya jeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC mjini Uvira mwishoni mwa wiki iliyopita. Wapiganaji hao walijisalimisha baada ya kupata hasara kubwa ya watu na vifaa kufuatia mapigano makali na FARDC katika eneo la Point Zero. Baada ya kushindwa, waliamua kuweka silaha chini na kujisalimisha kwa mamlaka ya kijeshi za Kongo. Miongoni mwa waliokamatwa au kujisalimisha, wengi wao ni askari wa zamani wa FARDC waliokuwa sehemu ya jeshi la taifa kabla ya kuanguka kwa mji wa huko Goma. Wakiwa wamechoshwa na maisha magumu na mateso walioyapitia ndani ya makundi ya wahasi wa M23 AFC, wameeleza hadharani mateso na uzalisaji wanaopitia chini ya makundi hayo yenye kuungwa mkono na jeshi la ulinzi la huko Rwanda RDF. Wapiganaji hao wa zamani waliwasilishwa kunako makao makuu ya kijeshi mjini Uvira siku ya Jumatatu ya tarehe 2 Februari 2026 na msemaji wa operation Sokola ya pili kusini mwa Kivu ya Kusini, Luteni Mbui Kalonji. Wakiwa mbele ya wanahabari, walitoa ushuhuda wa kusikitisha kuhusu maisha yao ya ndani ya makundi ya wahasi na juhudi za FARDC katika kuleta amani. Jeshi la taifa FARDC linaendelea na operation zake za kusaka na kuwatuliza wahasi hao na limesisitiza dhamira yake ya kuondoa kabisa vitisho vinavyohatarisha amani na usalama katika eneo la mashariki mwa nchi. Enzi msikilizaji, tujielekeze huku Beni, Kivu Kaskazini, ambapo watu 4 wameuawa na pikipiki 6 kuchoma moto katika shambulio lililofanywa na wahasi wa ADF Jumanne ya tarehe 3 Februari 2026 katika kijiji cha Malulia karibu na Oichia, eneo la Beni ni huku Kivu Kaskazini. Kulingana na wenzetu wa Radio Okapi, wahasi hao walitoka upande wa Mamove na wakaweka mtego kwa wasafiri waliokuwa wakipita barabara ya Oichia, Mululia, Mamove. Watu 4 waliuawa hapo na pikipiki 6 zikateketezwa. Tukio hilo linaongeza idadi ya raia waliouawa kufikia 9 ndani ya siku 3. Usafiri katika barabara hiyo umesitishwa huku miili ya waathirika ikipelekwa katika hospitali ya Oicha. Tangu mashambulizi ya hivi karibuni, wakimbizi wengi wameendelea kuwasili mjini Oicha wakikimbia vitendo vya ADF. Neymar apiga moja mbili tatu pale. Bila shaka mbele tutamatishe, mwenzangu Lebo Esau Herman unajimwanga uwanjani ukiwa na habari za michezo. Na barabara kwa mara nyingine tena mwenzangu Elocho Mtambo Prince, habari za michezo tukiwa mjini Baraka ambako umeendeshwa uchaguzi wa kamati nzima ya uongozi wa michezo ya mpira wa miguu ndani ya mji wa Baraka, uchaguzi ambao umeendeshwa ndani ya ukumbi wa mikutano wa Moyo Safi wa Bikira Maria mjini Baraka siku ya pili ya tarehe 3 Februari mwaka 2026. Katika kamati iliyochaguliwa ni pamoja naye Balongelwa Mahungu Baros, kiongozi wa kamati hiyo akiwa ni wa FC Kalunja Sport. Kiongozi makamu wa kwanza ni Amisi Badibanga wa huko Katanga. Kiongozi makamu wa pili ni Shabani Rashidi wa Nyota
Club ya Baraka, katibu mtendaji Akili Mali Mbengo wa Vijana Prestige, katibu makamo Asani Loala Pierre Claver wa timu ya Orthograph, mchunga azina Mwanu Ebilombele Makoko wa FC Flambeau Raha ya mji wa Baraka, mshauri wa kwanza Morisho Akida wa FC Nyota ya Baraka, mshauri wa pili Moja Kaluta wa CS Itombwe, mshauri wa tatu ni Desire Mkaba wa timu ya FC Kibonjwa Sport. Ikumbushwe kuwa kamati hiyo imeundwa na watu 9 katika lengo la kuboresha mchezo wa mpira wa mji wa Baraka kama ilivyoelezwa. Reverend Père Isdor Bialo Kalunga, mwenyekiti wa tume ya uchaguzi kwenye Attente Urbaine ya mji wa Baraka, ametoa ujumbe kwa wanasoka wa mji wa Baraka kwa kuungana kwa pamoja na kuweza kuipenda soka ya mji wa Baraka. Huyu hapa akieleza. Ningependa kusensibiliser na kuinformer ba sportifs bote ba jiji la Baraka na tarafa la Fizi kwamba siasa na football ni bitu bili biko tofauti. Sio ba sportif tubakie mu sport. Tuache bafanya siasa bafanye siasa yao. Territoire ya Fizi inakoka reconni territoire na iko na administrateur wa territoire na iko na entente de football de Fizi. Kwenye kuko president Mosato na mheshimu comme président entente de football de Fizi. Na leo jiji la Baraka linapata kamati mpya ambayo inaongozwa na ndugu Baro Maungo. Yeye naye pia anaongoza jiji la Baraka mu football. Kwa hiyo tujue kudifferencier bitu na tu appliquer les lois et les articles ya football. Sawa Hermane, kwa taarifa zako mbalimbali. Shukrani pia kwa waandishi habari ambao waliweza kujumuika kwenye meza ya wariri, pia kwako wewe ambao uliweza kututegea sikio mwanzo hadi tamati. Elochon Tambo Prince alikuwa ni mimi na wahaga nikisema tuonane panapo majali wa Mwenyezi Mungu. Kwaherini.